Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja episode ya pili ya TV show moja ya kibabe inayoitwa It Welcome to Derry. Na kama tulivyoona katika episode ya kwanza, tuliona mauaji sasa ya kiumbe kinachoitwa Pennywise, na inavyoonekana sasa Pennywise alikuwa kashaamka katika hibernation yake ya miaka 27. Na vile vile pia tulishuhudia ujio wa jamaa mmoja hivi aliyekuwa akiitwa Leroy Hanlon, na kama tunavyofahamu jamaa Leroy Hanlon sasa alikuwa ni babu wa ile character inayoitwa Mike Hanlon kama tulivyoona katika It Chapter 1 pamoja na It Chapter 2. Na je, episode ya pili itwa vitu gani hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na issue ya kwanza kabisa tuingia moja kwa moja katika kesi ya ujamaa anaitwa Leroy Hanlon. Umeona mpaka hapo? Yani kama tulivyoona katika episode ya kwanza, alivamiwa na watu fulani hivi wasiojulikana, na kwa bahati mbaya wa watu walikuwa kiuliza maswali fulani hivi kuhusu mabomu haya ya B52. Na hapa mchizi alitambua kitu kimoja, kwamba washikaji waliomvamia, umeona, walitumia bunduki fulani hivi kutoka katika nchi moja ya zamani inayoitwa Soviet. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati mbaya sasa jeshi lake liliamua kumkamata jamaa mmoja hivi ambaye alikuwa ni mbaguzi wa rangi na kumweka jela. Na ujamaa, kumbuka Leroy Hanlon alikuwa ni very smart. Baada ya kuangalia faili la mchizi akagundua kitu kimoja, kwamba huyu mchizi huyu alikuwa hawezi kushika bunduki. Kwa hiyo sasa inaonekana kitu kimoja, kwamba huyu mtu hakuwepo katika lile kundi lile la watu ambao walimvamia ndani ya ghetto lake, kwa sababu wale watu walikuwa na uwezo wa kutumia bunduki kutoka Umoja wa Soviet ambao ilikuwa ni bunduki moja ngumu sana kuitumia. Umeona mpaka hapo? Na kwa bahati nzuri mchizi wetu Leroy Hanlon akaamua kumtest ujamaa, na aligundua kitu kimoja, kwamba mchizi hakuwepo, yani na serikali yake au jeshi lake lilikuwa limembambikizia kesi yani. Umeona mpaka hapo? Ila baada ya kumbana General Shaw akaamua kumwambia ukweli kwamba yani kesi ilikuwa ni testi fulani hivi kwa ajili ya kumtest Leroy Hanlon kama alikuwa hana uwezo wa kuogopa. Umeona mpaka hapo? Na hapa tuligundua kitu kimoja, kwamba General Shaw alikuwa na mpango sasa wa kumtumia Leroy kwa nia ya kumkamata Pennywise. Umeona mpaka hapo? Kwa sababu silaha kubwa kabisa Pennywise ilikuwa ni hofu. Kwa kama ukimwogopa Pennywise, umeona, bila shaka Pennywise atakuua. Ila kama tulivyoona katika It Chapter 1, kama ukiondoa hofu, basi utakuwa na uwezo wa kupambana na kiumbe hichi kinachoitwa It aka Pennywise. Umeona mpaka hapo? Na hapa pia tuligundua kitu kimoja, kwamba mchizi wetu Dick Halloran naye pia alikuwa ni mmoja wapo wa memba wa misheni asili ya jeshi la Marekani katika mji wa Derry. Na vile vile tugundua kitu kimoja, kwamba watu weusi kipindi hicho mwaka 1962 walikuwa kibaguliwa yani. Umeona mpaka kama tunavyoona hapa Dick Halloran alivyokuwa na rafiki zake walikuwa kibaguliwa yani. Umeona, kutokana na hilo sasa wakaamua kutafuta sehemu mbalimbali yani kwa ajili ya kupiga vinywaji, na hizo sehemu fulani ambazo watu weusi walikuwa kipindana wenyewe kwa wenyewe. Na issue sasa, umeona, ya Dick Halloran pamoja na watu weusi kubaguliwa, issue tutazungumzia vizuri kabisa tukifika katika episode zinazofuata, especially episode ya 7. Na hapa pia tutambua kitu kimoja, kwamba umeona General Shaw alikuwa na mpango wa kumtumia Dick Halloran katika hii project ya kumtafuta It aka Pennywise, kwa sababu Dick Halloran sasa alikuwa na nguvu fulani hivi katika ulimwengu wa Stephen King tunaoita The Shining. Umeona mpaka hapa? Ni mchizi alikuwa na nguvu fulani hivi ya kuona ishara au nguvu fulani hivi za supernatural. Umeona mpaka hapa? Na kutokana na hilo sasa wanamtumia kama rada yani au tracker ya kuangalia sasa nguvu za It zipo sehemu gani. Na kwa bahati nzuri sasa kwa kutumia nguvu zake walifanikiwa kupata vitu fulani ambao vina connection na ujamaa anaitwa It aka Pennywise. Na hii sehemu sasa, umeona, ambao walichimba wakapata gari fulani hivi, na ile gari ilikuwa ina maiti. Umeona mpaka hapa? Sasa hii ilikuwa ni reference, umeona, kama tulivyoona katika intro ya mwaka 1935 yani, na hizo maiti ambazo tumeziona hapa zilikuwa na connection na zile vurugu ambazo zilianzishwa au zina connection na ujamaa anaitwa It aka Pennywise miaka 27 iliyopita. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza, kama Dick Halloran alikuwa na nguvu kubwa kabisa ya The Shining, kwa nini sasa General Shaw asimtumie Dick Halloran kupambana na It aka Pennywise? Umeona mpaka hapo? Na baadaye tugundua kitu kimoja, kwamba Dick Halloran ingawa alikuwa na nguvu vile pia ni alikuwa ni binadamu kama binadamu wengine, vile pia alikuwa anaogopa yani. Umeona mpaka hapo? Ile kwa hapa ni mwingine sasa Leroy Hanlon, umeona ubongo wake alikuwa umeharibika fulani hivi katika vita vya Korea, na kutokana na hilo sasa ile pati ya ubongo ile ambayo ilikuwa kimfanya Leroy Hanlon aogope yani ilikuwa imeondoka yani. Na kutokana na hilo sasa ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kupambana na kiumbe kinachoitwa It aka Pennywise.
Na kwa upande mwingine pia tulifanikiwa kupata sini moja vya ajabu sana na ya kutisha, yani sini fulani hivi ambayo aka Pennywise alikuwa kimogopesha huyu mtoto wa kike anaitwa Ronnie. Umeona mpaka hapo? Na tunaomba kitu kimoja kwamba okay, mama yake mzazi na Ronnie alifariki dunia, umeona, wakati akijifungua hii mimba ya Ronnie. Na kutokana na hilo sasa Ronnie kama Ronnie alikuwa akiogopa, yani akiwa na hofu, yani umeona, kuhusu mama yake mzazi. Na kutokana na hilo sasa Pennywise aka It akatumia hii hofu kumwogopesha huyu dogo huyu anaitwa Ronnie. Ile kwa bahati nzuri sasa Ronnie anafanikiwa kuokoka katika hii scene. Ile kwa bahati mbaya kama angekufa katika hii scene, nimeshaka kitu kimoja kwamba Ronnie pia angekufa katika reality. Sasa kwa hapa kwa washikaji zangu wale ambao hawajasoma physics, kuna kitu kimoja katika science fiction tunasema kwamba huyu aka Pennywise alikuwa na uwezo wa kubend reality, yani umeona mpaka hapo, yani alikuwa na uwezo wa kutengeneza mazingira fulani ambayo hayapo ila yapo, yani umeona mpaka hapo. Kwa hiyo sisi ndio tunaona hapa, umeona, ya udogo anaitwa Ronnie kumuona mama yake kuwa ndani ya mfuko wa mimba, ilikuwa ni issue fulani hivi ambayo Pennywise alikuwa mabend reality, umeona, ni issue ambayo ilikuwa ipo ila vile vile pia haipo, yani umeona mpaka hapo. Na hapa yani sitaki ningelip sana kwa sababu Pennywise huyu alikuwa ni cosmic being, yani nguvu yake ingawa ni supernatural, ila ni nguvu fulani hivi ambayo inatokana na cosmic, yani umeona. Kwa sitaki ningelip, unajua hapa tutawachanganya watu sana, yani ila maybe siku moja nitaingelip zaidi kumzungumzia vizuri kabisa Pennywise ni nani na ujamaa ambaye tunamuita It ni nani na ana uhusiano gani na hizo nguvu za cosmic, yani na nguvu fulani za physics ambazo zimetoka ndani ya space. Na kwa upande mwingine sasa umeona mpaka hapo jamii sasa ya watu wa Derry, umeona, walikuwa na mforce huyu polisi amkamate mtu ambaye maybe anahusika na mauaji ya watoto ambao tuliona katika episode ya kwanza. Na kama tulivyoona ni kwamba sasa kulikuwa ni ubaguzi wa rangi nchini Marekani miaka ya 60. Umeona mpaka hapo kwa wananchi wa Derry wakaamini kitu kimoja kwamba okay, maybe mchizi wetu mweusi ule Hank Grogan ambaye anafanya kazi katika jumba la sinema ndiye ambaye kwa maua wale watoto. Umeona mpaka hapo, ila mkuu wa polisi anaitwa Clint alikuwa kaniambia kitu kimoja kwamba hakuna evidence ya kuprove kama Hank, umeona, aliua watoto, so milio watoto haijulikani iko wapi, yani. Ila kwa bahati mbaya sasa umeona mkuu wa polisi anaitwa Clint anambana udogo anaitwa Lily, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba anamtishia kama Lily hatasema ukweli, yani kuhusu nani ambaye aliwaua watoto, basi bila shaka watamchukua na kumpeleka moja kwa moja katika story ya machizi ile inayoitwa Juniper Hill. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa Lily alikuwa anaogopa, yani umeona, na wakutumia umwanya Clint pamoja na wenzake wakaamua kumkamata Hank Grogan. Na hichi kitu sakisababisha ugomvi mkubwa sana, umeona, kati ya udogo anaitwa Ronnie pamoja na rafiki yake huyu anaitwa Lily. Na kwa upande mwingine tunaona familia Leroy Hanlon inaingia moja kwa moja katika mji wa Derry, na hapo ndo tunakutana sasa na mke wake kipenzi alikuwa akiitwa Charlotte, na vile vile mtoto wa kiume huyu alikuwa akiitwa Willy. Umeona mpaka hapo. Na udogo anaitwa Willy alikuwa ni very smart, na tunaona kuna sini moja hivi alikuwa amechelewa kuingia darasani. Umeona mpaka hapo. Na hii sini ilifanana sana ile sini ambayo tumeiona sasa, umeona, katika movie ile animation ya Spider-Man ambayo kimhusu sasa mchizi mmoja alikuwa akiitwa Miles Morales. Umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine pia udogo wetu Willy alifanikiwa kutengeneza marafiki, na mmoja wa marafiki alikuwa ni karakta moja muhimu sana katika TV show yetu ya It Welcome to Derry, alikuwa akiitwa Richie. Na Richie alikuwa ni Marekani mwenye asili ya Cuba. Umeona mpaka hapa. Na vile vile pia umeona udogo wetu Willy alifanikiwa kukutana na udada huyu alikuwa akiitwa Ronnie. Umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine pia Charlotte mke wa Leroy Hanlon, umeona, alipokuwa kitaani aliona mazingira fulani vya ajabu, yani mji wa Derry sasa, umeona, ulikuwa ni mji fulani ambao umejaa vurugu za parapara, ni watoto wanapigana afu na watu wazima hawajali, yani umeona mpaka hapo. Hasa ilikuwa ni ishara fulani kwamba, umeona, kwa sababu kikiumbe hichi cha Pennywise kilikuwepo katika mazingira, yani miaka mingi sana iliyopita, kiasi kwamba mji mzima sasa yani ulikuwa na shombo fulani vya supernatural, shombo fulani vya roho mbaya, yani umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine pia ndo tunakutana na udogo anaitwa Lily kipindi fulani hivi akipiga shopping. Tuliona Pennywise pale aliingia katika mazingira na kumogopesha udogo huyu. Umeona mpaka hapo. Kumbuka kama tulivyoona katika episode ya kwanza ni kwamba sasa baba yake mzazi alifariki, umeona, akiwa ndani ya kiwanda. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya mwili wake uliingizwa moja kwa moja katika jaa hizo za pickles. Umeona mpaka hapo. Kwa katika maono ambayo aliona hapa yalikuwa ni maono fulani hivi ambayo aliona mwili wa baba yake mzazi ukiwa ndani ya pickles. Kwa hiyo kazi nzima ambayo tunaona hapa ilikuwa ni kazi ya kiumbe kinachoitwa It aka Pennywise.
Kwa hiyo bila shaka sasa dogo wetu Lily maybe atapelekwa katika hospitali ya machizi inayoitwa Juniper Hill. So kwa ujumla episode ya pili ilikuwa iko vizuri, na baadaye ingepata nafasi tutaingia moja kwa moja katika episode ya 3. Na kwa hivyo zinafuata ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, stay tuned.